tutabadilisha Kenya hii kwa mipango na miradi ya maendeleo na kwa umoja. Ndio mnaona tunasimama jukwaa hii sote katika broad-based government ambayo inajumuisha Wakenya wote, kwa sababu umoja ni nguvu, kujitenga ni udhaifu. Ndio sababu hiyo tumekubaliana tunatembea pamoja, sambamba, kwa pamoja na kwa umoja, watu, wananchi, viongozi sote wa taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo ndio mimi nimefurahi kufika hapa Mombasa leo kwa shughuli hii ya muhimu. Mimi ninataka niwaeleze wale wa siasa mingi, wakomeshe siasa kwanza, tufanye kazi. Tunataka kupanua kwanza, tujenge reli na barabara kwanza. Hapa Mombasa mnahitaji maji, ni kweli ama si kweli? Hapa mwache serikali ya Kenya tunatumia bilioni 30 kuhakikisha kwamba maji zaidi inapatikana Mombasa County, Kwale County na Kilifi County, kwa sababu hiyo ndio ya muhimu. Kwa hivyo wale wa Pang'ang'a na Hekaya sababu Nuasi watupatie nafasi kwanza. Tunataka tuwapatie watu wa Mombasa maji, tuwatengenezee barabara zenu vile mnaona zikiendelea. Tupange mambo ya kupanua poti yetu ya Mombasa, tujenge ile special economic zone iko pale, tuhakikisha kwamba tunawapatia hati miliki, tuwaondoe kwenye uskwota. Hiyo ndio kazi ya muhimu, na ndio sababu hiyo tumeungana serikali ya county na kitaifa na viongozi zote ndani ya broad base, tuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu wetu kwa wananchi wa taifa letu la Kenya kwa kuwafanyia kazi. Mambo ya siasa itakuja 2027. Hawa wananchi ni mafundi, wanajua nani wakufaa, nani hafai, nani wakufanya kazi, nani wa Pang'ang'a, na nyinyi ndio mtatuamua siku hiyo, ama ni aje watu wa Mombasa? Nyinyi ndio mafundi wa hiyo maneno ama sio nyinyi? Wenye kuamua hatima ya MCA ni nyinyi, si nyinyi? Hatima ya mbunge ni wa kuamua ni nyinyi, si nyinyi? Ya gavana na rais ni nyinyi, si nyinyi? Ni wale wataamua ama ni nyinyi bwana? Si ni nyinyi ndio mtasema? Basi watupatie nafasi wale watu, tufanye kazi ya wananchi wa Kenya kwanza. Wasituletee porojo. Kwanza watafute sera, watafute mpango, watafute agenda, ndio tukuje tushindane. Bure watazama mapema na asubuhi. Leo title deed takriban 800 na kuna 400 nyingine ambazo zinamaliziwa. Hatuna deni tena na watu wa eneo hili la Chaani. Your Excellency, kwa upande wa ardhi, najua umepeana amri kwa Waziri Mvurya, Waziri Hassan Ali Joho na Speaker King ya kwa ile pesa ya ardhi iliyoko national government waweze kuangalia hikma, tuanze kukomboa mashamba yetu. Kama serikali ya county tulipitisha ardhi fund. Ardhi fund kazi yake kwanza ni kufacilitate, kuweza kuhakikisha hawa ambao kwamba, na mimi panapo majaliwa, Your Excellency, kando na zile ardhi ambazo utatusaidia wewe, sisi hapa Division 2, ardhi ambazo kwamba panapo majaliwa tunajaribu kuzifanya, ikifika mwaka 2027 tuwe tumemaliza title deed 1030. Mimi hata nashindwa hawa wapinzani wetu watakuwa na lugha gani. Your Excellency, najua wakati hauko na sisi, and I know you've been insisting, yes, and you know you've been insisting huko na safari ambao kwamba itakuwa ni nje ya Kenya. Lakini mimi nauliza, mkiangalia upande huu ni fire si fire? Ukiangalia uzuri zaidi ni noma si noma? Donda sugu ya watu wa pwani ni mambo ya ardhi. Kweli si kweli? Watu wa ardhi wametueleza ya kwamba hawataki tena kuishi kama maskwota, wanataka kuishi kama wengine, kama vile wananchi wengine wa taifa letu la Kenya. And I made a commitment to the people of Coast Province, former Coast Province, that we are going to deal decisively, comprehensively with the issue of absentee landlords and make sure
that land upon which citizens of Kenya living in this coast province are living must now become their land because it is their birthright, and the government of Kenya is going to make that work. Na ndio sababu hiyo nataka nishukuru county government ya Mombasa. Leo tumekuja hapa kupatiana hati miliki za watu wa Chaani. 800 ziko hapa, 400 ziko njiani. Mimi nitarudi hapa baadaye mwakani kwa sababu hawa wabunge, na mimi nataka niwashukuru hawa wabunge. Nimepeleka mambo ya budget kule bunge na wamepitisha shilingi bilioni 3.8 3.8 billion ya mambo ya kutoa hati miliki, kulipa absentee landlords, ndio tuweze kubadilisha watu wa pwani kutoka uskota wawe ndio wenyeji. Pwani hoye! Na tumekubaliana na Speaker Kingi na Waziri Joho na Waziri Mvurya na Wizara ya Ardhi ya kwamba sasa tuko na mpango kamili ya kununua mashamba yale ambayo yametumika na watu absentee landlords. And this is part of our plan to make sure that we title the land in Coast Province, make squatters land owners, and remove the shame of people, citizens of the Republic of Kenya. Tutabadilisha Kenya hii kwa mipango na miradi ya maendeleo na kwa umoja. Ndio mnaona tunasumama jukwaa hii sote katika broad-based government ambayo inajumuisha Wakenya wote, kwa sababu umoja ni nguvu, kujitenga ni udhaifu. Ndio sababu hiyo tumekubaliana tunatembea pamoja, sambamba, kwa pamoja na kwa umoja, watu, wananchi, viongozi sote wa taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo ndio mimi nimefurahi kufika hapa Mombasa leo kwa shughuli hii ya muhimu. Mimi ninataka niwaeleze wale wa siasa mingi wakomeshe siasa kwanza, tufanye kazi. Tunataka kupanua kwanza, tujenge reli na barabara kwanza. Hapa Mombasa mnahitaji maji, ni kweli ama si kweli? Hapa mwache serikali ya Kenya tunatumia bilioni 30 kuhakikisha kwamba maji zaidi inapatikana Mombasa County, Kwale County na Kilifi County, kwa sababu hiyo ndio ya muhimu. Kwa hivyo wale wa Pang'ang'a na Hekaya Sahabu Nuasi watupatie nafasi kwanza. Tunataka tuwapatie watu wa Mombasa maji, tuwatengenezee barabara zenu vile mnaona zikiendelea. Tupange mambo ya kupanua poti yetu ya Mombasa, tujenge ile special economic zone iko pale, tuhakikisha kwamba tunawapatia hati miliki, tuwaondoe kwenye uskota. Hiyo ndio kazi ya muhimu, na ndio sababu hiyo tumeungana serikali ya county na kitaifa na viongozi zote ndani ya broad base, tuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu wetu kwa wananchi wa taifa letu la Kenya kwa kuwafanyia kazi. Mambo ya siasa itakuja 2027. Hawa wananchi ni mafundi, wanajua nani wakufaa, nani hafai, nani wakufanya kazi, nani wa Pang'ang'a, na nyinyi ndio mtatuamua siku hiyo, ama ni aje watu wa Mombasa? Nyinyi ndio mafundi wa hiyo maneno ama sio nyinyi? Wenye kuamua hatima ya MCA ni nyinyi, si nyinyi? Hatima ya mbunge ni wa kuamua ni nyinyi, si nyinyi? Ya gavana na rais ni nyinyi, si nyinyi? Ni wale wataamua ama ni nyinyi bwana? Si ni nyinyi ndio mtasema? Basi watupatie nafasi wale watu, tufanye kazi ya wananchi wa Kenya kwanza. Wasituletee porojo. Kwanza watafute sera, watafute mpango, watafute agenda, ndio tukuje tushindane. So far, in secondary, we have discovered that the numbers are not agreeing, so to speak. There are quite a number of students who have been put in secondary. For junior and primary, we are seeing a little bit of a different trend, but it's not yet clear in primary and junior. But for secondary, it's very clear that the numbers are a little bit higher than what was expected. Where are we getting those numbers? We are saying we are getting data from NEMIS.
We get data from the heads of institutions. We get data from our sub-county directors, and then we compare the three, and you can actually tell if there's a variance, and that is what is giving us now close to 50,000 difference so far in secondary. The source of data for the PS is NEMIS, sub-county director, and the head of institution. I'm a little bit confused on how exactly does the sub-county director get data from schools if not from the same head of institution? Because I've seen how they work. Is it that the sub-county director is going to the schools and doing a head count, or how exactly is he getting those? We are receiving two parallel submissions. A submission from sub-county director in their record, and a sub-county from head of school in their record. Separately, they are not connected in any way. And we have data also in NEMI. So we wanted to have at least 3 data sets so that we can be able to compare and confirm what is the actual number of students, because it cannot be so different to the extent. So that is how we are trying to have a system that cross-checks itself. There is a variance of 50. Is it an increase or a decrease? Have you found more or less? Or less? And in the schools, verification of schools, have you found where capitation has gone to non-existent school up to now? The numbers have decreased. We have not been able to, I cannot clearly confirm or deny the fact that there could be schools, because we are still dealing with a lot of data. And when you are dealing with a lot of data, you need to be very accurate. And I wouldn't want to mislead the committee in any way. I want to give very accurate position. So as at now, we can't confidently say there's a ghost school. We can't say that. Thank you. But we can say the numbers have gone down. But in the next 1 week or so, we should have a very clear position if there are schools that are non-existent. In terms of timelines for chemis, our expectation and our plan is that by 1st of January 2026, all our learners, all our schools, all our teachers, all our stakeholders will be on chemis. We shall have migrated everybody by 1st of January 2026. And I'm happy to inform the committee we are working very closely with the Ministry of ICT through CONSA to ensure that we get chemis running. So far, in secondary, we have discovered that the numbers are not agreeing, so to speak. There are quite a number of students who have been put in secondary. For junior and primary, we are seeing a little bit of a different trend, but it's not yet clear in primary and junior. But for secondary, it's very clear that the numbers are a little bit higher than what was expected. Where are we getting those numbers? We are saying we are getting data from NEMIS. We get data from the heads of institutions. We get data from our sub-county directors, and then we compare the three, and you can actually tell if there's a variance, and that is what is giving us now close to 50,000 difference so far in secondary. The source of data for the PS is NEMIS, sub-county director, and the head of institution. I'm a little bit confused on how exactly does the sub-county director get data from schools if not from the same head of institution? Because I've seen how they work. Is it that the sub-county director is going to the schools and doing a head count, or how exactly is he getting those? We are receiving two parallel submissions. A submission from sub-county director in their record, and a sub-county from head of school in their record. Separately, they are not connected in any way. And we have data also in NEMI. So we wanted to have at least 3 data sets so that we can be able to compare and confirm what is the actual number of students, because it cannot be so different to the extent. So that is how we are trying to have a system that cross-checks itself. There is a variance of 50. Is it an increase or a decrease? Have you found more or less? Or less? And in the schools, verification of schools, have you found where capitation has gone to non-existent school up to now? The numbers have decreased. We have not been able to, I cannot clearly confirm or deny
the fact that there could be schools, because we are still dealing with a lot of data. And when you are dealing with a lot of data, you need to be very accurate. And I wouldn't want to mislead the committee in any way. I want to give very accurate position. So as at now, we can't confidently say there's a ghost school. We can't say that. Thank you. But we can say the numbers have gone down. But in the next 1 week or so, we should have a very clear position if there were schools that are non-existent. In terms of timelines for KEMIS, our expectation and our plan is that by 1st of January 2026, all our learners, all our schools, all our teachers, all our stakeholders will be on KEMIS. We shall have migrated everybody by 1st of January 2026. And I'm happy to inform the committee we are working very closely with the Ministry of ICT through CONSA to ensure that we get KEMIS running.